Naam, ni wakati wa kuangaza habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe. Tuanze kwa habari za michezo kitaifa. Msimu wa 17 wa tamasha la Simba Day mwaka 2026 unatarajiwa kuhitimishwa kesho katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, ambapo mashabiki, viongozi na wachezaji pamoja na benchi la ufundi watapata nafasi ya kukutana kwa pamoja na kusherekea kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa kimashindano. Tupate taarifa zaidi. Mbali na burudani mbalimbali, tamasha hilo huwa linatanguliwa na mchezo wa kimataifa wa kirafiki, ambapo ni sehemu ya wachezaji wapya na wazamani kuwaonyesha mashabiki na viongozi namna walivyojiandaa kuelekea msimu husika. Kuelekea mchezo huo wa kirafiki ambapo Simba watacheza na Polisi Kenya, kocha mkuu na mchezaji wameeleza utayari wao kuelekea mchezo huo. Heard of Simba Day, I haven't experienced it, so for me it'll be a new experience and kesho nadhani ni siku muhimu sana kwa kuwa sijawahi kuwa sehemu ya tamasha hili, na ni kitu muhimu kusherehekea kwa pamoja mbele ya maelfu ya mashabiki wetu na wachezaji kwa ujumla. Pia tutahakikisha tunaifanya kuwa sehemu ya kuijenga zaidi timu yetu kuelekea kuanza kwa msimu mpya. Kama tunavyofahamu, siku chache mbeleni tunauelekea mchezo wa ngao ya jamii dhidi ya wapinzani wetu Yanga. One of the best on the continent. Sisi kama wachezaji kusema kweli tunatambua umuhimu wa siku ya kesho, ni siku ya kufurahi. Ndio maana ikaletwa hii siku ya Simba Day. Kwa hiyo ni siku ya mashabiki kuja kufurahi na kuja kuwaona wachezaji wapya, lakini sisi kama wachezaji tuko tayari. Ukiangalia tumefanya maandalizi yetu yaliyo mema. Kenny Malila, Channel 10. Shirikisho la mchezo wa mishale Tanzania limeendesha mafunzo maalum ya mchezo huo katika viwanja vya Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, yakilenga kuongeza ujuzi wa wachezaji, makocha na waamuzi kupitia mafunzo ya nadharia na vitendo. Washiriki wamejifunza mbinu za msingi za mchezo huo, ikiwemo mkao sahihi, maandalizi ya mwili, uthabiti na usahihi wa kulenga mshale chini ya usimamizi wa wakufunzi wenye uzoefu. Mshiriki wa kozi hiyo, Jacqueline Fred, amesema mafunzo hayo yamemjengea uwezo wa kucheza, kufundisha na kusimamia mchezo kwa usalama, huku akihamasisha wanawake na mabinti kushiriki ili kupata ujuzi na fursa mbalimbali. Kikweli nimefurahi sana na kushiriki hii kozi kwa sababu ni kozi kwa mara ya kwanza inatolewa. Pia nimejifunza vitu vingi sana. Nimejifunza jinsi ya kuandaa mshale, sheria za kucheza mchezo archery. Pia nimejifunza ni zile measures za kuzingatia wakati wa kusimamia huu mchezo. Ni wito wetu kwamba tunaamini kwamba watu waliopo mikoani na sehemu nyingine zote ambao wako interested na kucheza archery au kurusha mishale wanahitajika kutengeneza klabu ziwe nyingi, kwa sababu kwanza ndio shirikisho limeanza, kwa hiyo linahitajika klabu nyingi ambazo zitashiriki katika mchezo wa archery. Pia ni wito wangu sana kwa watoto wa kike au wanawake ambao wapo kwenye jamii zetu kuweza kushiriki hizi kozi, kwa sababu kozi ni muhimu sana, kwa zinatengeneza kama mchezaji, kama kochi, pia zinasaidia pia kuleta ajira. Katika kutekeleza dhana ya utawala bora na uwajibikaji, uongozi wa chama cha soka wilaya ya Temeke TEFA umeendesha kikao maalum kilichojumuisha vilabu wanachama wa chama hicho ili kujadili mambo mbalimbali ya kimaendeleo, ikiwemo mapato na matumizi. Akizungumza kando ya kikao hicho, mwenyekiti wa baraza la wadhamini TEFA Mzee Omari Chuma amesema kikao hicho ni sehemu ya taratibu zao kama chama katika kuyaendea mambo mbalimbali na ndio chachu ya maendeleo yao, ambapo kwa sasa wamefanikiwa kununua gari ya wagonjwa na gari ya matumizi ya ofisi. Ni kama mkutano wa vilabu wapiga kura wetu, maana vilabu ambao ni wanachama wa chama cha mpira TEFA ni vilabu 35. Kwa hiyo tunawaita tukawaeleza, jamani, hizi ni mali yetu. Kwa muda tuliokaa madarakani miaka 2.5 kwamba tunafanya 1, 2, 3 na tunataka kufanya 1, 2, 3. Katika hatua nyingine, Mzee Chuma ameeleza kuwa wako kwenye mchakato wa kuboresha uwanja wao Mabatini, huku baadhi ya wajumbe wa kikao hicho wakieleza kuridhishwa na uongozi wao. Kwa kubwa zaidi tunahitaji kufanyia maboresho uwanja wetu.
uendane sasa na uwanja wa kisasa, kwa sababu vitendea kazi tunazo, vitu muhimu tunavyo. Tuko katika mazungumzo ya kufanyia maboresho uwanja wetu, ili wanachama wajue hatutaki kufanya kitu wao washtukie, na bahati nzuri tumepata baraka zao. Hapa alipita mwenyekiti wa taifa kakaa miaka 16, hata stuli hakuwahi kununua. Lakini mwenyekiti huyu Kamtande kakaa miaka 2.5. Tumeshuhudia ana ambulance, tumeshuka nunua ambulance kwa ajili ya chama cha mpira wa miguu, amenunua gari la ofisi kwa ajili ya chama cha mpira wa miguu. Unaona? Anaendeleza mpira. Sio tu kama wanatujali kulingana pamoja na wanawake pamoja na wanaume, kwa sisi waamuzi, kwa sababu waamuzi wa kike Temeke tuko wachache, ila wote tunapewa haki sawa pamoja na waamuzi wa kiume. Kwa sisi kama waamuzi wa kike kwetu ni faraja kubwa kuonekana wote tunapewa haki sawa pamoja na waamuzi wa kiume. Esther Mtebe, Channel. Kwingineko, shirika la Miss World Tanzania limemuaga rasmi Miss World Tanzania 2026 Latricia Ian Sawe anayekwenda kuiwakilisha Tanzania katika fainali za 73 za shindano la Miss World zitakazofanyika nchini Vietnam kuanzia Agosti 9 hadi Septemba 5 mwaka huu 2026. Zaidi na Nelson Munema. Wakati wa hafla ya kumuaga amekabidhiwa bendera ya taifa na kaimu katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa Taifa BASATA Bwana Edward Muganga, kama ishara ya imani, heshima na wajibu wa kuiwakilisha Tanzania mbele ya mataifa mbalimbali. Mrembo wa dunia, ili akaweze kutangaza tunu za nchi pamoja na sanaa ya nchi, lakini mila na desturi za Kitanzania zikatangazwe, kuhakikisha kwamba nchi yetu inajitanabaisha vizuri kabisa katika eneo hili la sanaa ya urembo. Mkurugenzi wa taifa wa Miss World Tanzania Mustafa Sanali amesema wana imani kuwa Leticia ataiwakilisha Tanzania kwa uadilifu, huruma na ubora, huku akitangaza utamaduni wa vivutio vya hapa nchini, na amewataka Watanzania kumuunga mkono. Lengo lake ilikuwa kupatia fursa kwa ajili ya vijana wetu kutangaza nchi yetu, lakini beauty with a purpose, ambayo ni tagline ya mashindano ya Miss World. Safari kila mtu anajua kwamba ilikuwa ngumu, lakini kwenye sehemu ya gumu ndo madini ya Tanzanite na madini ya diamond zinavyopikika. Miss World Tanzania, na natarajiwa kwenda Miss World inafanyika Vietnam Jumamosi tarehe 8. So cha kwanza kabisa napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Watanzania wenzangu wote kwa support mlionipatia, mlionionyesha mpaka sasa, ya maombi, ya ushauri, any kind of support ambayo mmetoa kama Watanzania wenzangu, nashukuru sana sana sana. It's an honor and we are very proud that this is not the beginning of our journey together. We had the privilege of hosting Latricia and the other contestants during Miss World Tanzania, and today we welcome her back as the representative for Tanzania to the world. Nelson Munema, Channel 10. Na kila la heri kwake Latricia kwenye kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania kwenye mashindano ya Miss World. Na hiyo ndio inatokea kutoka kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa tukaangaze yapi yamejiri kwenye upande wa habari za michezo kimataifa. Kunako habari za michezo, tuanze kutazama taarifa na tetesi mbalimbali za usajili huko barani Ulaya. Nyota wa timu ya taifa ya Brazil na klabu ya Real Madrid, Vinicius Junior, amekubali kusaini mkataba mpya wa miaka 6 wa kuendelea kuitumikia klabu hiyo na kufuta uvumi wa tetesi ambazo zilikuwa zinadai kuwa anakaribia kujiunga na klabu ya Arsenal ya jijini London nchini Uingereza. Vinicius Junior, ambaye alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na timu ya taifa ya Brazil katika michuano ya kombe la dunia katika nchi za Marekani, Mexico na Canada, anakuwa mchezaji muhimu kuendelea kusalia ndani ya Madrid, akiungana na nyota Kylian Mbappe, Jude Bellingham na wengine ambao wapo chini ya kocha Jose Mourinho, ambaye amerejea tena katika viunga vya Santiago Bernabeu kuitumikia klabu hiyo. Hapo awali taarifa zilikuwa zinaeleza kuwa walikuwa na mazungumzo mazito kati ya uongozi wa Real Madrid na uongozi wa mchezaji juu ya sakata lake la kusalia klabuni hapo. Na kwingineko, mchezaji bora wa michuano ya kombe la dunia ambaye pia ni nahodha wa timu ya taifa ya Uhispania Rodri amekubali dili la kujiunga na mabingwa wa ligi kuu ya nchini Uhispania FC Barcelona kutoka klabu ya Manchester City ya jijini Manchester, ambapo hapa awali nyota huyo anawaniwa na vigogo wawili wa Uhispania,
Real Madrid na FC Barcelona. Taarifa za mwisho zinaeleza kuwa Real Madrid wamejiondoa katika mbio za kuinasa saini ya nyota huyo, na sasa Barcelona wapo tayari wamefikia makubaliano na mchezaji mwenyewe, huku taratibu za mwisho zikiwa zimesalia baina ya klabu na klabu ambazo zipo mezani kufikia kukamilika kwa dili hilo. Juma Mohamed, Channel 10 Michezo Kimataifa. Ndivyo ambavyo anatamatika Juma Mohamed akiwa anaangaza habari za michezo kimataifa. Na kwa upande wa habari za burudani kutoka mitandaoni, kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, idara ya uhamiaji nchini Gambia imeingia kwenye vichwa vya habari kwa uzinduzi wa sare maalum kwa ajili ya maafisa wajawazito. Hatua hiyo imeonekana kuwa ubunifu wa kipekee unaolenga kuwapa maafisa wanawake faraja zaidi wanapoendelea kutekeleza majukumu yao wakati wa ujauzito. Kwa mujibu wa taarifa kutoka nchini humo, sare hizo zimeundwa kwa kuzingatia mabadiliko ya mwili ya maafisa wajawazito ili waweze kufanya kazi kwa uhuru bila usumbufu wa kuvaa sare zisizowatosha. Wadau mbalimbali mtandaoni wamepongeza uamuzi huo, wakisema inaonyesha mabadiliko chanya katika namna taasisi zinavyoweza kujenga mazingira rafiki na yenye kujali ustawi wa wafanyakazi. Na hivyo ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu leo. Jina langu ni Esther Mtebe.